Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Nitakupitisha kwenye uwanja wa kivita ufahamu yale ambayo yanaendelea. Lakini kwa sasa nikwambie utawala wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky unakabiliwa na kashfa kubwa sana ya ufisadi na madai ya ofisi yake kuitumia idara ya mahakama nchini humo kuwanyamazisha ukosoaji. Kisa cha hivi majuzi kilichosababisha madai ya kuzuka kwa madai ya Zelensky kuitumia idara ya mahakama kama silaha ya kuwatisha upinzani ni kukamatwa kwa mkuu wa kampuni ya kitaifa ya nishati Ukrenergo Volodymyr Kudrytsky mwezi uliopita kwa madai ya ubadhirifu wa fedha. Kudrytsky na wanaomuunga mkono wanakanusha madai hayo wakisema kukamatwa kwake kunatokana na hatua yake ya kukosoa mkakati wa Ukraine wa kuilinda grid ya nishati kutokana na mashambulizi ya Urusi. Na navyozungumza, waziri wa zamani wa nishati German Galushchenko amesimamishwa kazi baada ya kupatikana katika uchunguzi mmoja wa ndani wa wakuu wa Zelensky anayetuhumiwa kwa kuanzisha mpango wa dola milioni 100 wa kuchukua rushwa kutoka kwenye sekta nishati. Galushchenko amejiondoa hatiani, ila sakata hiyo imezua ghadhabu miongoni mwa Ukraine wakati ambapo grid ya umeme ya nchi hiyo inashambuliwa na Urusi, nchi hiyo ikielekea msimu wa baridi. Vilevile serikali ya Kenya imesema zaidi ya raia wake 200 wamejiunga na jeshi la Urusi katika vita vinavyoendelea nchini Ukraine, huku baadhi ya mashirika ya ajira yakiendelea kuwashawishi wa Kenya zaidi kujiunga kwenye vita hivyo. Kwenye taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje, Kenya imeeleza kuwa shughuli za kuajiri wapiganaji kwa ajili ya vita nchini Ukraine zimepanuka na sasa zinawalenga raia kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wakiwemo wa Kenya. Taarifa hiyo imebainisha kuwa zaidi ya Wakenya 200 tayari wamejiunga na jeshi la Urusi na kwamba mitandao ya kuajiri wapiganaji hao bado inaendelea kufanya kazi ndani ya Kenya na Urusi. Kwa mujibu wa wizara hiyo, ubalozi wa Kenya mjini Moscow umerekodi visa vya Wakenya waliojeruhiwa ambao walishawishiwa kujiunga na vita kwa ahadi ya kulipwa kiasi cha dola 18,000 kufidia gharama za visa, usafiri na malazi. Wiki iliyopita Ukraine iliripoti kuwa zaidi ya raia 1400 kutoka takriban nchi 30 za Afrika wanapigania upande wa Urusi, baadhi yao wakiwa wameajiriwa kwa njia za udanganyifu. Vilevile kwenye uwanja wa kivita, eneo linaloweza kuwa kizuizi kuzunguka kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia litakilinda dhidi ya mashambulizi ya wanajeshi wa Ukraine. Balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Rodion Miroshnik anasema vile kwenye uwanja wa kivita, mwaka huu Urusi imekabidhi Ukraine miili zaidi ya 9,000 ya wanajeshi wa Ukraine, lakini imepokea miili 143 pekee ya wanajeshi wa Urusi kwa kubadilishana. Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema, kama sheria, hasara katika uwanja wa vita hazijadiliwi hadharani. Nitasema tu kwamba kama sehemu ya kubadilishana miili ya wanajeshi waliouawa mwaka huu, upande wa Urusi umekabidhi zaidi ya miili 9,000 ya wanajeshi wa Ukraine. Kwa kubadilishana, tumepokea miili ya wanajeshi wetu 143, alisema katika mahojiano na Corriere della Sera. Vile karibu mamluki 10 wa kigeni waliojificha katika jengo la utawala karibu na Kupiansk kwenye mkoa wa Kharkov wameangamizwa katika shambulio la anga la vikosi vya Urusi. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema wanamgambo wa Ukraine walipanga kituo cha muda kwa moja vitengo vya jeshi la Ukraine katika jengo la utawala katika makazi ya Grishevka kusini magharibi mwa Kupiansk katika mkoa wa Kharkov. Shambulio la jeshi la anga la Urusi liliweza kushambulia shabaha hii na kuangamiza mamluki 10 wa kigeni, alisema, akiongeza kuwa jengo hilo liliharibiwa. Hapo kwenye uwanja wa kivita, vilevile wafanyakazi wa ndege zisizo na rubani za FPV wa Urusi wa Battle Group West wamezuia mzunguko wa wanajeshi wa Ukraine kwa kushambulia magari ya usafiri yanayoelekea vitengo vya Ukraine huko Kupiansk, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1150 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data ya hivi karibuni kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi siku ya Jumatano. Hapo kwenye uwanja wa kivita nikwambie pia jeshi la Urusi licha kuendelea kufanya mauaji ya kikatili kwa jeshi la Ukraine, lakini pia wamefanikiwa kuweza kurudisha baadhi ya maeneo. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Novospaskovskoye katika mkoa wa Zaporizhzhia ndani ya saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Eneo hilo lipo ndani ya mkoa wa Zaporizhzhia. Na vikosi vya Urusi vimeshambulia kituo cha amri cha kikosi cha vita cha kielektroniki cha Ukraine katika mkoa wa Sumi kwa kutumia ndege zisizo na rubani za Geran-2
wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Vile makadirio ya wataalamu yanaonyesha kwamba Kyiv ipo karibu kukosa rasilimali za ndani kwa ajili ya shughuli za kijeshi. Alexei Polushchuk, mkurugenzi wa idara ya pili ya CIS ya wizara ya mambo ya nje ya Urusi, anasema kwenye mahojiano, tumeona mara kwa mara kwamba utawala wa Kyiv ukichukua hatua zinazolenga kudhoofisha juhudi za kutafuta suluhisho la amani. Makadirio ya wataalamu yanaonyesha kwamba leo Ukraine ipo karibu kukosa rasilimali za ndani kwa ajili ya shughuli za kijeshi. Ndio maana inatafuta kuwavuta wanachama wa EU na NATO katika mgogoro wa moja kwa moja wa silaha na nchi yetu. Hayo yakiendelea, Ukraine na wafadhili wake wa magharibi hawawezi kupata ushindi katika mapambano ya kijeshi na Urusi. Mwandishi wa habari wa mambo ya nje wa Uingereza Frank Wright anasema, maoni yangu ni kwamba hakuna uwezekano halisi wa kushinda vita dhidi ya Urusi, na sababu ya kusema kwamba ni ushindi wa maeneo wa Warusi sasa unafikia karibu 20% ya ardhi ya Ukraine kabla ya 2022. Haionekani kuwa inawezekana kwamba inaweza kudumishwa. Wazungu hawana pesa za kuidumisha peke yake. Wamarekani wanaonekana kutaka kuifadhili wenyewe, na kwa maoni yangu wanaonekana kuondoka. Wright anaamini kwamba nchi za Ulaya zitajaribu kuunda kile kinachoweza kuitwa mzozo ulioganda au kufadhili hali ya hatari ya kiwango cha chini kupitia ufadhili wa maksudi wa shughuli za kudhoofisha utulivu ili kuzuia amani yoyote ya kweli kutokea. Vile jumla ya watu 392 wameuawa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani zilizolenga vituo vya raia nchini Urusi kati ya Januari na mwisho Oktoba 2025. Balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Rodin Miroshnik anasema kupitia chombo cha habari cha Izvestia. Hayo yakiendelea kushika hatamu, kwingineko ni kwamba vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimefanya shambulio moja kwenye eneo la Jamhuri ya Watu Donetsk katika saa 24 zilizopita na kusababisha majeruhi wawili. Kurugenzi ya kuandika uhalifu wa kivita wa Ukraine chini ya utawala mkuu na serikali ya DPR inaripoti. Ni wazi kwamba Urusi itaichukua Kupiansk katika mkoa wa Kharkov na magharibi wanaona hilo pia. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kupitia kituo cha television cha OTR, Kupiansk ina umuhimu mkubwa kwa mamlaka ya Ukraine. Zaidi ya hayo, Kupiansk imegeuzwa kuwa ngome nyingine inayoitwa, jambo ambalo Zelensky amelisema mara kwa mara. Na sasa hawaachi vikosi wala njia za kupunguza kasi ya kusonga mbele kwa wanajeshi wetu. Hakuna hata mtu mwenye shaka kwamba hatima ya makazi hayo ni hitimisho lililopangwa, ikiwa ni pamoja na magharibi. Mtaalamu huyo alisema kwamba wanajeshi wa Urusi hawakuwa wamepoteza nafasi hata moja iliyochukuliwa, walihifadhi mistari yote ya ulinzi na hawakuweza kutetereshwa. Wapiganaji wa kikosi cha tatu tofauti cha mashambulizi cha Ukraine wamekimbia mashambulizi ya wanajeshi wa Urusi na kuacha wanajeshi wao wakiwa na majeraha kwenye uwanja wa vita karibu na eneo la Drobishevo katika mkoa wa DPR, Donetsk People's Republic. Chanzo katika vyombo vya sheria vya Urusi kinasema. Hapo kwenye uwanja wa kivita, Romania imekuwa kitovu muhimu katika mtiririko wa silaha kwa jeshi la Ukraine, ikitumia eneo lake na eneo la nchi jirani ya Moldova kwa kusudi hili. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema nchi hii Romania kwa bahati mbaya sasa inashiriki kikamilifu katika maendeleo ya Ukraine. Marochko alisema katika mahojiano na kituo cha television cha OTR cha Urusi, kiasi kikubwa cha risasi, silaha na vifaa hutolewa kwa nchi hii na baadaye kupelekwa Ukraine kupitia Moldova. Kwa maneno mengine, sio tu kwamba tuna kitovu cha Poland kinaendelea kuwa imara, lakini Romania pia inahusika sasa kwa bahati mbaya katika kuwapa wanamgambo wa Ukraine, ikichangia kwa kusema katika utoaji wao. Mtaalamu huyo aliendelea. Vile kwenye mkutano uliofanyika nchini Canada, mawaziri wa mambo ya nje wa nchi zilizoendelea kiviwanda duniani G7 wametoa wito wa dharura wa kusitishwa kwa vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Katika tamko la pamoja, mawaziri kutoka Uingereza, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani wameeleza kuunga mkono kwa dhati uhuru wa Ukraine, huku akionyesha wasiwasi kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama nchini Sudan. Mazungumzo hayo yalifanyika karibu na maporomoko maarufu ya maji ya Niagara Falls, ambapo viongozi hao walijadili mikakati ya kuimarisha ufadhili kwa juhudi za Ukraine kupambana dhidi ya uvamizi wa Urusi. Shukran kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.